Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye simulizi ya safari ya misionari. Hii ni sehemu ya pili. Nikaenda ofisini, nikaenda kuuliza ili angalau sasa nikipata jibu kwamba kuna mtu ametokeza, niwe na sababu kwambia Mungu kuna mtu kaenda. Kwa hiyo nikaenda ofisini nikamwambia, vipi mnaendeleaje hapa sasa? Vipi mkatikana mtu? Akasema hakuna aliyejitokeza. Vipi uko tayari? Nikamwambia wewe unajua, si ndio aliniambia kule siwezi kuacha basi. Nikamwambia wewe mwenyewe unaelewa. Ila kweli tukamalizana pale nikaondoka. Huku bado wiki inaenda ya 3. Nikaenda tena. Nikaenda kuuliza. Wakaniambia kuna mtu alikuja hapa. Alikuwa tayari kabisa. Lakini Mungu amemkataa. Tulikwenda kwenye vikao sasa kwamba jamani, mpendwa yuko tayari tumpe baraka zetu aende. Lakini Mungu akataka, akasema sio huyo. Basi na sisi tukakubali. Basi nikaondoka mara ya 3 nikaenda. Hapo wakati huo wote Mungu wangu sijamwambia. Ila ananiona nina mahangaiko fulani. Anauliza kuna nini? Nikamwambia kuna shida. Sio tunajua mnafahamiana Kwa kuna kama kuna kitu tulivu umekosa bana. Mbona niko vizuri? Nilipoenda mara ya 3, yule aliyesema huwezi kuacha bahasha alinigeuka vibaya sana. Akasema, Steve, napenda kuuliza kwa Gideon. Steve, Mungu anakutafuta. Anaongea na ana sauti mnaambia. Alipaza sauti. Amesha kabisa mwangalia usoni, anaongea kama usini. Anaongea katoa jicho. Unamtumikia Mungu sawa. Lakini unakumbuka Mungu alienda bustanini akamuuliza Adamu kwako, nafikiri alikuwa muone. Sema alikuwa anamuona. Sasa alikuwa anamuuliza kwako kwa sababu gani? Alikuwa anamuona amuone kwenye nafasi. Wewe kama mtumikia Mungu kuna mahali anataka kuweke. Sasa hapo ndo anakutafuta. Nenda. Haiwezekani uje mara 3 hapa. Mungu anakutafuta. Nenda. Ni kweli huduma haina hela, lakini Mungu ana hela. Unafikiria maisha, unafikiria hivi, Mungu atakutunza. Nikamwambia nimekusikia. Nilitoka pale hata kutembea siwezi. Nikafika nyumbani. Sasa nikasema mimi niko tayari. Mke wangu mimi ni mchakaji, mjasiriamali. Najua kutafuta hela. Ni mjasiriamali. Sasa umwambia tuondoke mjini. Mimi nilikuwa radhi kuacha kazi. Mimi nilikuwa kazi na mtaliano mmoja. Nilikuwa wanaomba ruhusa tu. Ilifika tu akaenda tu mchungaji anambia mwezi fulani na mkutano. Kwa hiyo nitaondoka. Anasema sawa. Nitakata. Anasema kata tu. Kata. Anasema wewe naomba ruhusa, mimi nacheka na mshahara. Naambia cheka na mshahara, mimi nitacheka na Yesu. Tukaenda hivyo, ikafika hatua akaanza kumwambia hamna mkutano. Yaani mwenyewe usipomwambia anakuuliza. Kwa kuhusu kazi kuacha ilikuwa jambo rahisi sana. Sababu nilishafanya hiyo, na hata nikienda kule kumwambia anasema tu tayari, kwa sababu naitwa mchungaji na nini. Sasa mke wangu sasa ndio mtihani. Kwa hivyo na mwelekeo wa ujasiriamali, mama mafursa. Unamwambieje naondoka hapa? Naenda kule. Na yeye yaondoke. Sasa nikaenda nikamwambia mke wangu hivi. Bwana, leo nilienda ofisini. Wala sio ofisini kule wa mzee. Siku zote naenda kule simwambie. Naambia nienda ofisini kazini yaniko. Sasa tumepangua safari ya kwenda kikazi Arusha kwa muda mwaka mmoja. Sasa na nimekuja kupata taarifa, nafikiria nitakuachaje. Akaniambia Arusha mimi siachwi hapa. Tunaenda wote. Nikasema kumbe uko tayari kuondoka mjini. Nikamwambia sasa wewe shughuli zako, maana muda wote tunakuka na nini, amefungua saloni yenu mjasiriamali, ana saloni yake, anakodisha mashera na pamba bibi harusi, anafanya nini, anauza mavitu mbalimbali, anatembea, yaani yule hela iko wapi anaifuatia hapo hapo. Sasa itakuwaje? Akasema mimi sikuja kufanya biashara huku wala kazi. Nilikuja kuolewa. Sasa mume alipo na mimi ndo nakwepo. Kuhusu maisha mume anajua. Nikamwambia basi hakuna shida. Hiyo nishalielewa hiyo.
Sasa nikarudi moyoni huko. Kakubali kwa sababu ya hela. Yaani kwamba kuna nenda kazini. Sasa hakuna kazi. Hapa ni huduma. Na huduma naijua huko mahali Songosongo wote tunakusikia. Kwa hakuna mgeni. Tunafanyaje? Sema mimi moyoni nikasema sasa itakuwa Mungu akaniambia moyo wa mkeo nimeshauandaa, mwambie ukweli. Nikamwambia umeuandaje? Hapo tukaanza mimi na Mungu. Sitaki niaibike mimi. Kwanza kwa watu wa mapema. Maana ndio siku kuachana ni rahisi sana. Sema huyu binti huyu hawezi kaamua tu sasa hapa kugairi safari ya ndoa. Ambie wewe katafuta na Mungu wako huko. Mimi na hela zangu. Itakuwaje na mimi napenda sasa. Sasa unaangalia Yesu, unaangalia mke. Nikamwambia Mungu tukubaliane. Wewe unasema ulishamwandaa kivipi? Ndipo sasa Mungu akanirudisha nyuma namna alivyonipa huyo mke. Akaniambia hivi, huyu mke nikupa kimkakati unakumbuka? Nikamwambia nilikwambia najua ninakupeleka. Mungu akaniambia hivi, kwa aliponirudisha kule hiyo tumeona namna ulipompata, namna ulipomwambia, namna ulipopanga ilikuwa kwa njia hii. Mwambie uko tayari. Nikamweleza Bwana, sasa nilikudanganya kwamba ni Arusha kikazi. Ajenda ni kwamba naacha kazi naenda Songosongo. Songosongo sio kwamba kunasikia kivipi ngambia. Sio itangaza pale hiyo ambayo iko tayari. Mimi Mungu ameni sokota hapa karibia wiki ya 3. Sasa niko tayari na nishaamua kwa naomba utayari wako. Akasema kama ni hivi tumuulize Mungu. Na anajua kuuliza Mungu vizuri. Tukaanza kuuliza Mungu kwa kasi ya ajabu. Kama ni 5G ile ilikuwa 6G. Tumeuliza karibu masaa 3. Nikasikia ndani yangu mimi, sio ndani yangu, nikaanza kumsikia yeye anasema tunaenda, nitamwambia asante, asante. Mimi sasa ikakata nikasema haleluya. Maana tumeeleweka. Ndio Bwana. Kumbe anaonyeshwa yeye ana kawaida ya kuona. Yaani anaonyeshwa kabisa kila kitu. Akiona kwa anaonyeshwa vitu ambavyo mimi vimenishikilia. Ndio akasema nitamsaidia. Sema msaidie mmeo. Kashikiliwa na vyeo, kashikiliwa na huduma. Yaani nilikuwa na vyeo kanisani vingi. Lakini nilikuwa na huduma nyingi. Kwa hiyo zile bahasha kwanza kwa tumepambania huduma wewe kipindi cha nyuma hatupewi bahasha. Zimeanza bahasha kuingia niondoke mjini. Sio mnakumbuka miaka nyuma ulikuwa unaenda tu hivi unarudi. Lakini baadaye watu wakajichakata ukienda era nauli. Ndio. Sasa zimeanza hizo sasa. Naondoka. Ndio akasema bahasha ile huduma ni yangu. Kwa hiyo msaidie. Vyeo msaidie. Muende kule. Hapo akasema kuhusu maisha. Ana hofu na maisha. Nitawapa nyumba, nitawapa magari, nitawapa watoto. Watoto wenu tutasomesha shule. Tena Mungu anataja kabisa za international. Ndio maana sisi watoto wetu ni agenda. Shule ni international. Hata kama serikali ni bure, Mungu anasema atasomesha huko shule za Kiingereza. Sisi hatukusoma za Kiingereza, watoto watasoma za Kiingereza. Kwa hiyo pale watoto wale wanaongea Kiingereza, mimi nashangaa. Ni Kiingereza tulianzia darasa la 3 kutofautisha kwa shughuli this na that. This is the book, that is the book. Hapo kila siku unafeli. Sasa wao wanatengeneka hivi. Mungu aliahidi yote. Sasa anaahidi, anazungumza. Kipindi anazungumza tumepanga. Sasa Mungu anaeleza habari za nyumba, habari za magari, mpaka aina magari na ndadi. Na aina za shule na kila kitu. Ndio alivyosema pale asante tumemaliza. Mimi nasema tu ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Ndio Bwana, ukiona una la kuongea, wewe mtie moyo mzima. Bado mjaje. Tulipomaliza akaanza kuniambia. Baba, twende. Songosongo Mungu ametupa. Amesema wewe una mambo mawili ya kusumbua. Bahasha. Huduma. Vyeo, yaani bahasha ndio huduma na vyeo. Lakini na hofu ya maisha. Kwa hiyo Mungu amesema atatutunza twende. Basi ndio tukaenda ofisini. Tena mwenyewe akasema twende kesho. Tukaenda ofisini. Jamani,
tunaondoka lini? Sisi tuko tayari. Mwenyekiti wetu Dr. Manyi akasema, "Unasemaje?" Akasema ndio. Akasema, "Mwalimu," anamuita mwalimu kama kabisa hajakuanzisha jamaa. Akasema ndio. Akasema, "Hatuna hela za kuwapa ule mali." Na mimi sitaki aibu kwamba eti amewatelekeza watu. Mmesikia leo nikamwambia hatuulizi hela, tunauliza muda wa kwenda, sisi tuko tayari. Kama ni hivyo basi nendeni. Sisi tulikuja huko hatujui tunalipwa nini na nani shilingi ngapi. Tukaanza safari. Sasa safari tulivyoanza, tukatoka kipindi hicho barabara hiyo kutoka ile daraja la Mkapa pale ni vumbi mpaka na Ngurukuru. Kwa hiyo tukafika jioni hapo Vinje, mahali kwa magari yanakwama pale. Tukafika jioni na tulikuwa mwezi wa 4, mvua zimenyesha. Tukafika jioni tukaulizia ratiba za kivuko, sema ni asubuhi, tukalala pale Kivinje. Kesho asubuhi tukapanda chombo. Tunaita chombo. Tukapanda chombo. Chombo tumepanda saa 2. Ilipofika saa 4 tuko baharini, mawimbi yanaanza kupiga mazito. Sasa tukaa tumekaa, kuna uzito umezidi mahali. Tunaanza safari, umezidi mahali. Kwa anasema mtu mmoja ahamie huko. Kwa anasema wewe hapa. Tunanyanyuka wote, mimi na mke wangu tunaenda pale. Tunazidi. Ama mmoja tunanyanyuka wote tunakuja huko. Hao bwana hama wewe. Wakamhamisha mwingine akakae kule. Sisi tukakaa pale. Safari imeenda, hatuoni tukotoka watu tunakwenda. Mkango akaanza kuimba kawimbo. Kaamata maipaja nafikiri. Tulikotoka ni mbali, Mungu katutoa. Alimba kale mistari imeteremka. Nikasikia nikamfunika kitenge. Alianza kulia. Nimemfunika kitenge, analia. Kakazana analia kweli. Na mimi nikamsaidia. Bana nimemnyamazisha. Nini mwanamke wangu? Analia tu. Analia na mimi nikaunga. Tumejifunika. Ni jazi. Sio hii bodi tumekaa. Yaani mnaonana, mnakaa hivi. Watu wanatushangaa. Tukafuta machozi kule, bana jitahidi basi. Tukajifumua, safari kiendelea. Tukafika hapa ndio nikamsukuma kunalia, akasema yaani nafikiria mbaya kwamba huko tunakwenda huko ukoje? Maana tunatembea tuko imani mdogo. Tulikuwa kipindi hicho unatumia muda mrefu sana kwa sababu wanatumia tambara ile. Ni masaa 6 kwa navuka hapo 6 mpaka 7. Upepo ndio unaamua urefu wa safari yenu. Unaona? Upepo ndio unaamua. Kama upepo ni kidogo ni masafa. Kama ni mwingi angalau mnaenda. Lakini tukiwa mwingi sana wenyewe mawingi kutapika. Yalikuwa ni shida tu. Hakuwa na mashine hizo anaweka na nini. Kwa hiyo tukafika hapa sasa, tukaja huku tunafuata waumini wanne. Hapo kutoka 2010 karibu mwezi wa 6 hivi hakuwa na mtu. Mpaka tunakuja mwezi wa 4 mwaka 2011. Kwa hiyo tukafika hapa. Tukafika hapa tukaanza maisha na Mungu. Sasa wakaanza huko mtaani kutuita majina ya kila aina, makafiri, sijui warapanya, sijui watu gani, yani wakaanza kuzungumza kauli za ajabu. Kwa kuvumilia kwa ngumu, maana nina roho ya uinjilisti. Sasa hiyo nafikiria hivi hawa ni wafanye ndio jinsi wanaweza kupiga mtu ngumu. Unakumbuka ni kwamba watumishi maeneo mengine wanaheshimika, lakini ukipita tu hao makafiri, jamani bwana wao wanapita. Kwa hiyo kusema Bwana Yesu asifiwe, wanajua mimi ndio Bwana. Wanajua Bwana wao. Bwana wao wanapita huko. Tukaenda na maisha hayo, mazingira hayo. Baadaye walipokuwa wanatuona wawili muda wote akaanza kuita Adam na Eva. Adam na Eva. Yakafa na mengine. Adam na Eva ikavuma hiyo mpaka Kilwa hiyo. Adam na Eva jamani, kuna Adam na Eva songo. Kuna Adam na Eva. Kwa sasa tumefika hapa, tulikuta jengo la makuti, ni baa, tunalala hapo.
maisha tulikuta yamebadilika sana tulikotoka na huku. Kule tulitoka tunanunua vitu kwa mafungu, huku tunanunua kitu kimoja kimoja. Na tulikuwa tunakaa Mabibo kipindi hicho mwaka 2010 11. Tunakaa Mabibo. Kwa hiyo naenda kununua tu pale vitu kama ni nyanya kipindi hicho 2011 ile fungu 200. Huku tumekuja tununua nyanya moja 300. Nini mazingira ya fukara. Tukajikuta sasa maisha yamekuwa mazito sana. Tukaanza kumwaga Mungu. Mungu, tunaondoka hapa mahali hapa haiwezekani. Mungu anasema nimewaleta mimi, nitaondoa mimi. Tulia. Tukawa tukienda kununua vitu sokoni, wakati mwingine wanatukatalia au wanatuuzia bei maradufu, wakisema nyie hela zenu zinatoka Roma, kwa tuna hela nyingi eti. Kwa hiyo hata akisema 10,000 kitu cha 2,000 tutalipa. Kwa hiyo ilibidi sasa ukubali. Sasa mazingira ya kuishi namna hiyo yakani magumu uchumi. Siku moja mkaanga jana watu mimi ndio da, wewe bado mimi ndio natunza sana na kutunza wewe. Nikamwambia kweli kabisa nenda. Ila sasa tumwage Mungu. Mungu wewe tuna mpango. Mpango gani? Huyu aende kule mjini. Mimi nibaki kusema sikukuita, niliwaita. Peke yako huwezi. Umesahau agano letu. Huko ungekuwa umekuja zamani. Lakini nilikuwa nasubiri huyu mtu. Na nilikuita, kwa hiyo hamna kuondoka. Sasa tutakuwaje? Sema mtaishi. Hapo akatuambia mvua kidogo kidogo ndio mvua ambazo zinasawisha mazao. Akaanza na wazo la dharura. Akaanza kujamani wanateza pengine sisi nasema huku hamna. Ulikuja Saruni karibu mwezi mmoja tu ilidumwa. Yule aliyekuja akaolewa. Kwa Saruni imefunga. Wale kwa binti mmoja toka Dar es Salaam. Kuna mwenyeji hapa akaamua kufungua Saruni. Kamleta yule binti. Yule binti kapendwa na wanaume wa hapa. Kachukuliwa. Kaacha Saruni imefungwa. Mkaka nipeleke huko. Kufika pale akaelezea jamani nataka kutengeneza nywele, akasema hakuna mwenyewe. Sisi hapa hatujui aliyekuwepo kaolewa, katutia hasara vitu kibaka. Fungua Saruni. Akafungua Saruni. Itakuwa sema mimi najua kujitengeneza mwenyewe. Nitaosha nywele na nini. Unaweza hautakwenda na anaosha nini, kafunga zile metarora zile, kajifunga mwenyewe, kaingia kwa yule mtu hata kuacha dryer alikuwa juu. Kaasha dryer kakaa kaiteni pale. Hapo kaanza ni kwa ajili ya mimi huwezi kuniajiri. Labda niuzie hivi vitu. Akamwambia basi ngoja aje mume wangu nimwambie maana ni hasara, tutapata hasara. Akamwambia sawa. Kwa hiyo alipokuja mume wake jioni akamweleza, wakaja hapa bwana. Ni wenyeji hapa. Bwana mume wangu kakubali. Kwa hiyo inabidi tuende tukaangalie. Muda huo hatuna hela sasa. Yaani twende tukanunue. Kwa hiyo tukajikuta tumeenda tunapigwa hesabu. Hiki kipya kinaandikwa na hata karatasi yako pale. Wanapinajumuisha hiki kimetumika kidogo. Used pembeni vipya huko. Vikajumuishwa hela ya maana. Sasa tulikuwa tumekubaliana mkambo. Sasa tukienda kule hela hatuna. Kwa hiyo tukawaombe wale kwamba sisi hela hatuna, tukipata tutawalipa, tunaomba mturuhusu, ila hela hatuna. Tukakubali hivyo, akasema sasa tukamwambia na Mungu haya. Tulifika pale akasema hivyo vitu hivi sawa. Hivi na hivi sasa kwa sababu ndio naanza biashara siwezi kulipa hela. Kwa hiyo nilijaribu kwanza. Nitakuwa kwa wiki nikifunga hesabu nakupa hela yako. Nikiona biashara ilipi nitakurudishia mzigo. Nasema basi sawa, tutakuombea, tutatangaza wenyewe kwamba kuna Saruni huko. Mkama anaongea kibabe pale. Mimi mwenyewe nashangaa. Hii hesabu bora sio tulikubaliana kule. Tumerudi hapa naambia nisikia ndani yangu kwa sababu hela hatuna. Sasa kuwaomba hawa tusiwe hatuna hela, wao wanajua sisi tuna hela. Kwa hiyo ikabidi niseme hivyo. Kwa hiyo kila wiki sasa kama hawajaja sema si nimewaambia kule tutakuwa tutarudisha mzigo biashara imegoma. Wakatangaza kisiwa kizima tukaanzia pale. Akaanza kupiga hela. Huku wanaolewa, kuna kipindi cha kuolewa kile. Wale sijui cha uji kile wanaita. Wanafunga ndoa wengi. Yule mama akasema mnapoolewa mnafanyaje? Tunapaka aina. Mtakuwa na pamba.
akakuwa na pamba, akaenda pamba anapata hela, mwasibu mimi hapa. Wakati huo kulikuwa na mtu na frame yake hapo nje anapika chakula, yule akaifunga, mke akawahi kule, naomba frame hiyo nipike mimi chakula. Huyu kashindwa, watu wanusu, naomba mimi. Akaita mtu kutoka mjini hapo wasaidiane, akaanza kupika chakula. Kile chakula, yani kafanya hiyo mama tilie, ndio mnaita mama tilie au mama lishe. Akaanza kupika chakula, asubuhi supu. Sasa anapika kimjini, huku hawajui kupika vyakula vizuri. Anapika kimjini, anaweka hoho, anaweka na viazi kidogo, nini, anaagiza mzigo toka huku. Unakuja watu wakanapanga foleni. Kupitia ile huduma ya chakula na saluni ndio ikajaza kanisa ikaanza kuongezeka. Sio kwamba mchungaji kuna kanisa hapa, yuko wapi huyu? Alifika na mimi Kristo nilikuja huku zamani kabla ya kanisa. Sasa na mimi mnakutana hapa, kanisa liko hapo. Wakana kwa kila Jumapili tunapokea wageni wawili. Mimi nienda kutengeneza pale, nikaambiwa kwa mimi Mkristo mzee. Injili kanihubiriwa kiurahisi sana. Tukajikuta kupitia ile watu wana kwa tukakifikia kisiwa chote kwa ile kauli ya kwa mama mchungaji, saluni kwa mama mchungaji, chakula kwa mama mchungaji. Mama mchungaji akajiongeza kacheki, akaona kuna watoto wengi, alafu hakuna mtu anauza nguo za watoto. Kaenda Ilala akanunua mitumba kule, kaleta hapa, tukanaweka hapa tu. Wanakuja, jamani, nguo kwa mchungaji imekuja, watoto wanakuja wananunua. Wadui sasa na watoto kwa na wadui nao ukaanza kupungua. Akaongeza hiki kitu cha kupenda watoto hapa nini? Vyakula baraba. Kaenda Temeke, sio itaandika naita. Kanunua ubuyu, kuna ubuyu mtamu kule. Kaleta 100 nafunga kwenye makopo. Watu wanajaa ubuyu. Mtunza hazina, niko makini na hesabu hela. Tukajikuta ugumu wa maisha ule unapungua. Kwa hiyo tunapata hela na Yesu anapata watu. Bwana zimezana. Yaani Yesu anapata watu na kuja kwake. Sisi tunapata hela za watu wale, maana Mungu ametufanya kuwa wavuvi wa hela. Yeye anavua roho. Bwana zimezana. Kwa hiyo tukaenda namna hiyo. Tulipofika uadui ukaanza kupungua. Simulizi hii utaipata pia kwa njia ya kitabu ambacho kinaitwa Safari ya Umisionari kwa bei ya shilingi 10,000 tu. Karibu.